الحمد لله الذي اصطفى من خلقه من انتقاهم لخدمته فنالوا بذلك الأوطار، والصلاة والسلام على النبي الأمي أشرف الأخيار الذي أعطي جوامع الكلم في البسط والاختصار، وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم واقتدى بهم وسلك سبيل الموصل إلى دار القرار. أما بعد، إخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فلقد فاز المتقون. إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصيكم ثانيا بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه wasallam. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusia pamoja na kujihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Hakika wenye kufaulu ni wale wamchao Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'ani takatifu, akituhutubia sisi wanadamu pindi anapotwambia man amila salihan, yoyote mwenye kufanya wema, min dhakarin, kutokana na mwanamume, au untha, au mwanamke, wa huwa mu'minun, na ilhali yeye ni mu'min, falanuhiyannahu, basi tutamuhuisha yeye, tutampa yeye hayatan tayyiba, maisha mazuri, wala najziyannahum, na basi pia tutamlipa yeye au tutawalipa wao hao wanadamu wenye kufanya wema, ajrahum, malipo yao, biahsani ma kanu ya'malun, kwa uzuri wa yale walokuwa wakiyatenda. Ayuhannas, enyi watu, jueni kwa aya hii ambayo tumeianzia maudhui yetu ya leo, ni aya ambayo inatuambia bihadhihi tunalu alhayatu tayyiba, kwa mambo haya ndipo panapopatikana maisha mazuri. Kwa mambo haya hupatikana maisha mazuri. Ni yapi hayo ambayo sisi tutapata maisha mazuri kwayo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutuambia maneno kama haya, wanavyoni wakatueleza uzito na maana ya ndani na makusudio ya aya kama hii. Ayuhan nas, enyi watu, jueni fa inna Allaha qad ammama, hakika Mwenyezi Mungu amechanganya kwa wote, akaeneza kwa wote alwaada,
maagizo aliyoagiza, wa wa'duhu alhaqu, na maagizo yake Mwenyezi Mungu ni ya haki na ni ya kweli, kama ambavyo ndivyo anavyofanya. Innahu la yukhlifu almi'ad, yeye hakhalifu kile ambacho ameahidiana na mja wake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya aya hii asema, yoyote mwenye kufanya wema, mume ama mke, falanuhiyannahu, tutampa. Angalia hili neno alilolitumia Mwenyezi Mungu kwamba tutamuhuisha, tutampa. Utaikuta ndani ya hili neno au fiili hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiwekea ndani yake nunu taukid, nun ya kutilia nguvu, kwamba nitafanya nini? Kumpa maisha mazuri yule ambaye atafanya wema. Kwa hivyo hapa tumepewa sharti ndani ya aya. Sharti ya kwanza ni kwamba ufanye wema. Sharti ya pili, uwe ni mu'min mwenye kufanya wema na yeye ni mu'min, basi tutampa maisha mema na tutamlipa mtu kama yule malipo yake pasina hisabu kulingana na alivyofanya. Walaqad dhakara almufassirun, hakika walikwenda taja mufassiruna, wanavyoni wa tafsiri, maana alhayata tayyiba, maana ya maisha mazuri. Wanavyoni wakayazungumzia katika vitabu vya tafsiri kwamba maisha mazuri ni haya, mwingine akasema ni haya, na kila unayemwangalia anayekutajia kuhusu maisha mazuri utamkuta anakuelekeza mahali pema. Katika walioyasema kueleza nini maisha mazuri, wakataja miongoni mwa maisha mazuri alqanaatu, ni kukinai. Wanavyoni baadhi yao wakatafsiri kwamba maisha mazuri ni mtu kuwa na kanaa, na ni kweli. Atakayeishi katika ulimwengu akawa na kanaa, basi mtu kama huyu ataishi maisha mazuri. Haishi maisha ya tabu, maisha ya heka, maisha ya kuwa yeye yanda mbio na dunia wala haipati, kwa sababu dunia ni mzunguko, basi haina mwisho. Ni wewe uzunguke umalizike wewe, huwezi imaliza dunia. Hili ni moja. Wanavyoni wakasema kuwa maisha mema mazuri ni kukinai. Wengine wakasema katika wanavyoni, hayatan tayyiba arridha, ni kuridhika wewe vile alivyokupa Mwenyezi Mungu, vile alivyokuweka Mwenyezi Mungu, vile anavyokupeleka Mwenyezi Mungu. Usiwe mja ambaye la tardha bima qasama Allahu lak, huridhiki kwa alichokugawia Mola wako. La, asiyeridhika kwa alichogawiwa na Mola wake, huyo ni mja mbaya. Huyo ni mja ambaye amuona Mola kuwa si mwadilifu, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujua sote hali zetu, sote tulivyo. Sisi twafaa kupewa nini, wale wafaa kupewa kipi. Ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua, anatujua kabla hajatuumba, atujua baada ya kutuumba, na atujua hata tutakapoondoka katika ulimwengu wake. Kwa hivyo vile
alivyotuweka, vile alivyotugawia, vile anavyotupeleka, yeye anayafanya yote kwa uadilifu. Wewe unaposimama ukamlaumu Mola wako, mbona mimi hakunipa fulani amempa, mbona mimi ameniumba mfupi fulani kamfanya mrefu, mbona mwingine mnono mimi mwembamba, Allah subhanahu wa ta'ala ajua kwa nini wewe kakufanya mwembamba, kwa nini yule kamfanya mnene, kwa nini huyu kamfanya mfupi, kwa nini huyu akamfanya mrefu, kwa nini huyu kamtajirisha, kwa nini huyu akamweka katika umaskini. Kwa hivyo ridhika, wardha bima qasama Allahu lak, ridhika kwa alichokugawia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo la pili, maana ambayo wameitafsiri wanavyoni hayatan tayyiba ni kwamba uwe ni mwenye kuridhika. La tatu katika walioyatafsiri wanavyoni kuwa hayatan tayyiba ni nini? Arrizqu alhalali tayyiba, ni riziki ya halali iliyokuwa njema. Hii pia wanavyoni wameitafsiri kuwa ndiyo maana ya hayatan tayyiba. Ikiwa waloruzukiwa elimu ya kuifahamu Qur'ani na kuitafsiri wametuelekeza katika haya, sisi kama wanadamu ambao tumeelekezwa katika haya, twafaa tuelewe, twafaa tuangalie ni kweli au tuyafuate kama walivyotuelekeza hawa wanavyoni. Haifai kwenda kinyume na vile walivyotuelekeza. Tatizo liko wapi? Tatizo liko kwetu wanadamu tuliokuja na fahamu nyingine za kufahamu hayatan tayyiba ni nini. Kuna sisi wanadamu ambayo tumekuwa na mafikra yetu mengine ya kufahamu hayatan tayyiba, kiupande mwingine sivyo walivyotuelekeza wanavyoni watukufu baada ya kuelekezwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Anasema Ibnul Qayyim rahimahullah, asema ya kuwa alhayatu tayyiba, maisha mazuri, hayatul qalb, ni uhai wa moyo. Kwanza ulijue hilo, moyo uwe hai, hayo ndiyo maisha mazuri. Kuna watu wana nyoyo lakini nyoyo zao haziko hai, yamshuna ala al-ardhi wa hum amwat, wanatembea katika ardhi na wao ni maiti, wanazungumza lakini ukiwaona wanayoyatenda ni kama maiti. Sasa Ibnul Qayyim asema maisha mazuri ni maisha ya moyo uliokuwa mzuri. Wa ni'mati, na neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ameineemesha katika nyoyo za waja kama haya. Wabahaja, maisha mazuri vile vile ni furaha ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia kuiweka katika nyoyo. Moyo wote ambao umepata furaha na bashasha na mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maarifatullah, moyo ambao pia umepata kumjua Mola, huo ni moyo ambao una hayatan tayyiba. Moyo wote ambao umepata maarifatillah, kumjua Mola, huo ni moyo ambao umepata hayatan tayyiba. Moyo ambao uko katika ulimwengu haumjui Mola ni nani, haumjui Mola anataka nini, hajui Mola amekataa nini, moyo wa mtu kama huyo ni moyo mayit. Na ndiyo ukaona cha kwanza alicholetewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam min alwahi, kutokana na wahi aliambiwa iqra,
soma. Kusoma nini? Angalia, iqra bismi rabbika, soma kwa jina la Mola wako. Kwa hivyo tayari yuwajjihu Allahu rasulah, Mwenyezi Mungu anamuelekeza mtume wake maarifata rabbihi, kumjua Bwana wake, na mtu kumjua Mola wake, ndipo pale ambapo anapata uhai wa moyo, na uhai wa moyo ni moyo kuwa na tauhid. Mwenyezi Mungu hakukutaka wewe ufanye amali kwanza kabla ya kumjua yeye. Alichokitaka kwanza ni umjue, kisha ndiyo ufanye, na ndipo akamwambia mtume iqra bismi rabbika alladhi khalaq, iangalie tauhid. Isitoshe, Mwenyezi Mungu mahali pengine akasema fa'lam, jua. Ujue nini? Annahu la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola kabla. Baada ya hapo anakuja kusema Mola, wastaghfir lidhambika, utake msamaha kwa dhambi zako. Uona sasa la kufanya limekuja baadaye, baada ya kupewa kitu maalumu ambacho ni cha elimu, kwamba i'lam, jua. Kwa hivyo hayatan tayyiba ni uhai wa moyo ambao unamjua Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatihi, na kumpenda, wal inabati ilayhi, na kurudi kwake, watawakkul alayhi, na kutawakkal kwake. Fa innahu la hayata atyab, kwa sababu hakuna maisha yalo mazuri mno min hayatiha, kuliko maisha ya moyo kuwa umepata hayatan tayyiba, maisha ya kumjua Mola subhanahu wa ta'ala. Wala naim, wala moyo wala mwanadamu hajawahi kupata neema fauka ni'amihi, juu ya neema zake, illa naima aljanna, isipokuwa neema ya pepo. Mwanadamu ajue hawezi kuipata neema yoyote ambayo ni bora, neema ya hali ya juu, kuliko kupata neema ya pepo, na huipati neema ya pepo illa bima'rifati rabbika wa bil amali salih ba'da ma'rifatihi, na kwa kufanya amali njema baada ya kumjua yeye subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dhu al-arifin, kusema mmoja katika watu ambao wamemtambua Mola, walojitambulisha kwa Mola, Mola akawa anawajua kama wao wanavyomtambua Mola, asema innahu latamurru bi awqatun, hakika huenda mara nyingine kukanipitia mimi wakati na vipindi, aqulu fiha, huwa nasema katika vipindi hivyo, in kana ahlul janna, ikiwa watu wa peponi, mithla ma ana fihi, ni mfano ya yale ambayo mimi niko nayo, mimi ndiyo ninayoyatenda, mimi ndiyo ninayoyafanya, na watu wakawa wana furaha kama hizo, watu wa pepo wana furaha kama hizo, basi innahum la fi ishin tayyib, basi wao wako katika maisha mazuri. Vipi? Kwa sababu al-arifina billah, wale ambao wanamtambua Mola, wanajitambulisha kwa Mola, saa zote huwa wao wanayafanya atakayo Mola, wanamtaja Mola, na Mola subhanahu wa ta'ala huwajalia kubakia na furaha saa zote, na ndivyo walivyo watu wa peponi. Wa in kanat hayatul qalb, wanavyona wanatuambia, lakini yatakapokuwa maisha ya moyo wa mtu hayatan tayyiba, yakawa ni maisha mazuri, tabi'atuhu hayatul jawarih, basi hayo maisha ya moyo hufuatwa na maisha ya viungo. Ikiwa maisha ya moyo
ni maisha mazuri, basi maisha ya viungo hufuata maisha ya moyo. Kivipi? Ikiwa moyo wako wewe ni moyo wa tauhid, unaompenda Mola, utajipata viungo vyako vinafanya kwa ajili ya Mola. Lakini hawapo mtu moyo wake ni moyo mayit wa shirki, basi ndipo pale utakapompata mtu viungo vyake uhai wake wa shirki. Mfano, jitu linaamini kuwa mimi nafaa kumsujudia jini, kuwa mimi nafaa kusujudia pango, kuwa mimi nafaa kusujudia kaburi. Moyo ukawa na maisha hayo, mwisho ni paji la uso nalo litakuja kusujudu, kwa sababu maisha ya moyo imani yake ni hayo, na paji la uso litakuja kufanya hivyo. Maisha ya moyo ikiwa yanaamini kwamba jini yuwadhuru pasina kutaka Mola, basi aamrishwapo na jini, fanya kitu fulani, chinja kuku mwekundu, nenda kanzike kondoo na roho yake untoe kutoa kafara, viungo vyake vitafanya. Ikiwa kwenda kuchinja, mkono wake utakwenda kufanyaje? Kuchinja. Mkono wake utakwenda kufanyaje? Kuchimba, ili amzike, ikiwa ni yule kondoo au mbuzi akiwa yuko hai. Ndivyo hivyo ilivyo. Ikiwa maisha ya moyo ni mazuri, mahayatan tayyiba, tabiatuhu hayatul jawarih, yanafuata maisha ya viungo, nayo yakawa hivyo. Wapendwa Waislamu, maisha mazuri yako katika nyumba tatu, kama ambavyo sisi maisha yetu ya nyumba tatu: darud dunia, nyumba hii ya dunia, wa darul barzakh, na nyumba ya barzakh, wa darul akhirah, darul qarar, na nyumba ya akhira, ambayo ndiyo nyumba ya utulivu wa moja kwa moja, hakuna tena mabadiliko. Utakuta walioko duniani wako ambao wako na hayatan tayyiba, na wako ambao wako na hayatan dhanka, wako ambao wako katika barzakh wanapata hayatan tayyiba, na wako ambao takapofika akhira watapata hayatan tayyiba kama alivyoahidi Mola. Sasa na kinyume chake, adhanka fil hayat, maisha magumu na shida ipo kwa baadhi ya waja wa Mwenyezi Mungu walioko katika hii dunia. Mfano mmoja tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati aliposema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka, yoyote ambaye atapuuza, atoe mgongo kuacha uchajo wangu na ukumbusho wangu, yani Qur'an, fa inna lahu, basi yeye atapata maisha ya dhiki. Ashakwambia ni hapa duniani kwanza. Wanahshuruhu yaumal qiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama akiwa kipofu. Wewe hapa una maisha ya dhiki, wafikiria kaburini utakuwa na maisha mazuri? Ukizikwa tu yaanza hayatan dhank, inaanza kama hadithi inavyosema, wanakuja malaika wawili, wanamkalisha mja, wanamuuliza ikiwa ni mwema, basi atajibu kila kitu kuhusu Allah, kuhusu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuhusu dini. Akiulizwa kuhusu mtume atasema nini? Alikuja ni mja mwema nikamfuata. Akiulizwa ikiwa ni mbaya kuhusu mtume Muhammad atasema nini? Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu, atapiga kelele yani sina nijuacho, nimesikia watu wasema maneno na mimi nikasema. Hadithi inatueleza atapigwa kwa nyundo
ambayo atapiga ukelele wanasikia viumbe wote isipokuwa jini na binadamu. Maisha magumu hayo tayari yashaanza katika barzakh, kefu akenda akhira. Kwa hivyo moyo wa mtu ukikosa maisha mazuri, basi duniani atapata tabu na akhira atapata tabu. Angalia mfano ili ujue kwamba maisha mazuri ni yapi, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanatafuta maisha mazuri katika sehemu tofauti. Miongoni wanaotafuta maisha mazuri katika sehemu tofauti, wanaodhania ndiko kwenye maisha mazuri, kuna watu wanaodhania kwamba haya maisha mazuri yamefungamana na mali, haya maisha mazuri yamefungamana na shahwa, haya maisha mazuri yamefungamana na mtu kuwa na nyumba kubwa na mito mikubwa mikubwa ya kulalia na magodoro sijui ya mita ngapi. Yeye hufikiria ndiye mwenye maisha mazuri. Walmanasibil kabira, na vyeo vikubwa. Walmasakin arrafia, na majumba pengine ya hali ya juu ya magorofa makubwa makubwa. Walmarakiba adhahma, na vipandwa vikubwa vikubwa. Na huja tukaona hivyo sisi tunapomuona mtu anakupita na gari la kisawasawa Prado, sema wale ndio wenye maisha bwana, sisi tungeenda saidia wengine tukuishi. Kuna watu sema mwenzake amempita na gari hapo, gari kubwa ya kisawasawa ya mamilioni kadhaa, wasema wazi wazi kina fulani ndio wenye maisha. Wewe una nini? Sio pumua wewe. Kwa nini unasema wewe una maisha? Itikadi yako akwambia yule ndiye mwenye maisha mazuri, ukaamini hivyo kwa sababu wewe hujakifikia kile, na wengine pia wakaona maisha mazuri ni kuelekea katika glasi za ulevi, fi kuusil khamr, katika glasi za ulevi. Mtu akakwambia jana ninakuwa Europe ni mimi uko hapa, lakini akwambia jana ninakuwa Europe nini, hata nkwenda pengine ametumia pesa nyingi, amekunywa sana ulevi, kisha akwambia mimi jana ninakuwa Europe. Ati ni maisha mazuri, nimejivinjari kisawasawa, ati aona ni maisha mazuri. Nani aliyekwambia ukiharibu akili yako una maisha mazuri? Safari moja nakumbuka nimemsikia mzazi akimsifu mtoto wake, asema mtoto wangu ana akili sana. Ansifu mtoto wake ana akili, lakini ajitukana mwenyewe. Kiulizwa kivipi mtoto wako ana akili sana, sema siku hiyo nilikuwa mmelewa top, sioni, nataka kuvuka barabara siwezi, mwanangu ndiye akanishika mkono, mtoto mdogo. Sasa msifu mtoto wake, yeye akiwa ni mpumbavu wa mwisho, kuvuka barabara hawezi kwa kuivuruga akili yake. Je, haya ni maisha mazuri? Wewe utoke nyumbani na akili yako safi, uwe warudi nyumbani hujui hata njia uliotokea. Umekuja kwa upande wa kibla, warudi waelekea kule kule kibla, kumbe warudi nyuma badala ya kwenda mbele. Watembea barabara imenyoka, wewe waona mabonde. Huyu ati afikiria pia ati yuko katika hayatan tayyiba, na kuna wengine ambao wanafikiria hayatan tayyiba japo katika kudidimia ndani ya starehe. Hawa wote walofikiria fikira kama hizi, adu, mwisho wake walirudi bidhununihim, na dhana zao, bilkhaiba, kwamba wametoka patupu. Hiyo sio ukweli kuhusu hayatan tayyiba. Bali hayatan tayyiba iko wapi? Hayatan tayyiba, wanavioni wanatueleza wapi walielekea wenye kutafuta hayatan tayyiba. Walielekea fi buyutillah, katika nyumba za Mwenyezi Mungu, wa fi kitabillah, na katika kitabu cha Mwenyezi Mungu ndiko kwenye hayatan tayyiba, kwa ajili utayasoma maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ukisoma maneno ya Mwenyezi Mungu, fakaanna Allaha yukallimuka, ni kana kwamba Mwenyezi Mungu akuzungumzia wewe. Kwa sababu wanavyoni wanatuambia idha aradta an tukallima Allah
Ukitaka kumzungumzia Mwenyezi Mungu, fa aqimis salat, simamisha sala, wewe utakuwa wamzungumzia Mwenyezi Mungu. Wa idha aradta an yukallimaka Allah, na ikiwa wataka Mwenyezi Mungu naye akuzungumzie wewe, faqra'il Qur'an, soma Qur'an. Sasa hawa ndiyo waliofahamu hayatan tayyiba, maisha mazuri, wal ihsani ila aljar, na kumtendea wema jirani, wa birril walidaini, na kuwatendea wema wazazi wawili, wasadaqa, na sadaka. Hawa ndiyo waliofahamu aina tunalu hayatun tayyiba, wapi yanapatikana maisha mazuri. Na ndipo wakakwambia wanavyoni, fadai hirs, wacha pupa, ala dunia, ya dunia, wa fil ish fala tatma, na katika maisha usiwe na tamaa sana. Sio kwamba usifanye, sio kwamba usitafute, lakini usiwe na tamaa sana. Fil mali, katika mali, fala tajma fa inna rizqa, mali usikimbilie kuyakusanya tu bila ya kufikiria yafaa yafanywe nini. Mwenyezi Mungu ametuambia alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, mumetaka mno wingi wa mali mpaka mukafa, mpaka mukafa. Sasa ndio hapo tuambiwa tusikimbilie mali tu tukasahau mradi wake. Tuelewe mali ni amana, na amana kama hii, yule aliyekupa amana yafaa umregeshe pale ambapo ataitaka, na anapoitaka Mwenyezi Mungu umregeshe amana. Ni kheri aliyokupa uitolee sadaka. Wasema wanavyoni, fa inna rizqa, hakika riziki ya Mwenyezi Mungu, maksumun, imegawanywa. Wasuu dhann, na dhana mbovu, la yanfa, haifai mtu kumdhania Mwenyezi Mungu dhana mbovu. Riziki uliopewa ndiyo aliyokugawia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha wanasema ya kuwa faqirun kullu man yatma, ni fukara mno yule mwenye tamaa saa zote. Ghaniyun kullu man yaqna, ni tajiri kila mwenye kukinai. Mwisho kabisa ni kwamba ridha, kuridhika, ndiko kwenye maisha mazuri. Kukinai ndiko kwenye maisha mazuri, kuridhika ndiko kwenye maisha mazuri, kwa sababu aridha, radhi, mtu kuridhika, jannatu dunia, ni pepo ya dunia. Mustarahul abidin, vile vile huku kuridhika ndiyo raha ya wenye ibada. Waja wema wanaomwabudu Mwenyezi Mungu, raha yao ni kuridhika. Ndipo utakuta kuna baadhi ya watu wamebandikwa mitihani na Mwenyezi Mungu ya kisawa sawa, mizito, lakini unapokwenda kwake yeye hukusubirisha wewe. Nishawahi safari moja kwenda kumtembelea ugonjwa tena wa kupooza ulimi, lakini wafanya kazi. Jawabu alilotuambia tulipokuwa tunatembelea mgonjwa, asema bado twatumikia, bado twatumikia. Yani achukulia ugonjwa niliyopewa na Mwenyezi Mungu, huu ni mtihani, na kusubiria kwa ugonjwa huu, hii ni ibada, kuna malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ndio watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafahamisha hayatan tayyiba, na kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafanya hawababaiki wala hawapotei. Akasema ndani ya Qur'ani, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun, hakika waja wangu wewe Iblisi huna uwezo wa kuwageuza na kuwaregesha nyuma na kukosa kuniabudu mimi. Huwezi, kwa sababu tayari Mwenyezi Mungu amewaita ibadi, waja wangu, kwa sababu wamemtambua Mola na Mola naye akawatambua. Wabidhalika, na kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yusrifu anhumus su'a wal fahsha, huwaondoshea ubaya na uovu
kama mfano alivyomwondoshea Nabii Allah Yusuf alayhi salam, alipokuwa ana nafasi nzuri ya kufanya tendo la zina, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkinga, kwa sababu tayari alikuwa ni mja ambaye amemtambua nani? Mola. Na mfano wa hayo tukuwa watu wawili katika ulimwengu. Chukua Nabii Allah Suleiman, kwa mali yote aliyoyapata na nguvu zote alizozipata, angalia maneno aliyoyasema. Akasema, hii ni neema itokayo kwa Mola wangu, aashkur am akfur, ni shukuru Mola ama ni kufuru? Kwa sababu mara nyingi wanaopata huja wakahadaika, wakaona hakuna kama wao, wakaona hazimaliziki, vyeo hivi hakuna wenye kuondosha. Lakini Nabii Allah Suleiman akasema, aashkur am akfur, na mwenye kushukuru hujishukuria nafsi yake. Lakini mwangalie Qarun, mfano huo yeye akasema, innama utitu ala ilmi indi. Kule kwa Nabii Allah Suleiman asema ashkur am akfur, huku Qarun asema haya mali nimepata kwa ujuzi utokao kwangu. Kwa hivyo tujue hayatan tayyiba ni ipi, si mali mengi, si nguvu nyingi. Hayatan tayyiba hayatul qulub li ma'rifati rabb wa mahabbatihi wal bashasha waridha wal qanaa. Hii ndiyo nini? Alhayatu tayyiba, maisha mazuri. Kwa hivyo usije ukaona mbona mimi nala sima siku zote, mbona mimi nala maharagwe, mbona mimi sijui ni hivi. Ni maisha yanaenda, uridhike. Atakuja Mwenyezi Mungu kwa kumkubali, na kwa kuwa wewe umetambua huwa razik, huwa almu'ti, huwa alalim, basi yote atakuwa ni mwenye kukugeuzia na kukusahalishia na uweze kusubiri. Tumwomba Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuwa na hayatan tayyiba fi dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن للزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا عافنا واحفظنا وانصرنا من القوم الظالمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.